Na ukisoma kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 6, Wakorinto wa kwanza sura ya 6 na mstari wa 19 mpaka 20, anasema hivi: au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi, mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema kwamba sisi miili yetu ni hekalu. Yaani wewe ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Mungu anakaa ndani yako. Ndio maana mwili wako ni lazima uheshimu, kwa sababu ndio nyumba ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakaa ndani ya roho yako, na roho yako inakaa ndani ya mwili wako. Kwa hiyo wewe ni nyumba ya roho yako na Roho wa Mungu. Kwa hiyo tunapokuwa ya kwanza mstari wa 13 anasema kwamba katika yeye ninyi pia mliposikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, mlipomwamini, mlitiwa muhuri kwa Roho Mtakatifu wa ahadi, aliye dhamana ya urithi wenu hata ukombozi wa miliki yake, kwa sifa ya utukufu wake. Hapo Roho Mtakatifu maana yake anaeleza ya kwamba ni muhuri wa dhamana ya urithi wetu wa mbinguni. Kwa hiyo Roho Mtakatifu tukienda kwenye pointi za jambo la kwanza, akiwa ndani yetu anatupa nguvu ya kubadili tabia. Kwa hiyo moja ya nguvu za Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu ni kutupa nguvu ya kubadili tabia. Nguvu ya kubadili tabia na kuishi maisha matakatifu. Huwezi ukaishi maisha matakatifu ikiwa huna Roho Mtakatifu. Huwezi ukabadilisha tabia. Ndio maana kuna mwingine anaweza kawa kanisani, kaokoka kiwa mzinzi, na akiwepo kanisani anaendelea kuwa mzinzi. Kwa nini hajabadilisha tabia? Roho Mtakatifu hayumo ndani yake. Anaitwa ni Mkristo, lakini Roho Mtakatifu hayupo. Kwa hiyo huwezi kubadilisha tabia zako na kuishi maisha ya maisha ya utakatifu bila kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu iliyoko ndani yako. Kwa ili uwe na nguvu ya kushinda tabia,
ya kubadilisha tabia, ni lazima Roho Mtakatifu awe ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona ile Warumi sura ya 8 mstari wa 13 kwamba maana kama mkiishi kwa kufuata mambo ya mwili, nasema Warumi 8:13, ili mwataka kufa. Kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa, bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa Roho mtaishi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambao kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema kwamba tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili tunataka kufa, lakini tuyafishe matendo ya mwili kwa Roho. Matendo ya mwili yatakwambia kitu ambacho kiko kinyume na Mungu. Ukitaka kuomba, yatakwambia usiombe kwa sababu una vidonda vya tumbo, usiwezi kufunga. Ukitaka kwenda kukesha, maombi ya kukesha, mwili utakwambia rara na utakuletea udhaifu. Na shetani anautumia sana ili kuwafanya watu kuwa dhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama unataka kuwa bora, yafishe matendo ya mwili kwa Roho. Yaani roho yako iwe active kuliko mwili. Roho yako ifanye kazi, Roho wa Mungu afanye kazi kuliko mwili. Ukimruhusu Roho Mtakatifu akakutawala na akakuongoza, matendo ya mwili hayatakuwa na nguvu kwenye maisha yako. Utakuwa unayashinda. Mwili kuna vitu vingine unaulazimisha utii mambo ya Roho, na Roho ikiulazimisha mwili, baadaye mwili unatii. Lakini Roho haiwezi ikalazimisha mwili kutii mambo ya Roho ikiwa Roho haiko strong. Roho ikiwa strong itabadilisha mambo ya mwili. Roho ikiwa na nguvu itabadilisha matendo ya mwili. Utaishi matendo ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakupa nguvu ya kufanyaje? Anakupa nguvu ya kuhubiri Injili na kushuhudia. Wezi ukahubiri Injili yenye nguvu, wezi ukahubiri Injili yenye matokeo, wezi ukahubiri Injili au kushuhudia habari za Yesu ikiwa huna Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu atakupa nguvu ya kuhubiri. Roho Mtakatifu atakupa nguvu ya kushuhudia. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Anasema lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata
mwisho wa nchi. Mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Maana yake kushuhudia, kwenda kumshuhudia Yesu, kwenda kumsema Yesu. Ndio maana mtu mwingine hata kiwepo kanisani anashindwa kumsema Yesu, anashindwa kumwadhimisha Yesu, anashindwa kumtangaza Yesu. Kwa hiyo matokeo yake huyu mtu anakuwa hawezi kukua, atakuwa dhaifu kwa sababu hana matumizi na hana Roho Mtakatifu anayeweza kumtumia. Kwa hiyo anasema mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Uyahudi, na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu ili tukahubiri injili yenye nguvu, tuhubiri injili yenye matokeo, tufanye huduma zenye impact kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Ukiongozwa na Roho Mtakatifu hautafanya vitu vya kawaida. Ukiongozwa na Roho Mtakatifu hautafanya vitu vya kusukumwa, utaingia mwenyewe, utafanya mwenyewe. Utashtukia Mungu anakupa ufunuo, utapata ufunuo, utapata hiki, utapata hiki. Ufunuo manake ni akili ya kiroho, akili ya kiroho. Kwa hiyo lakini Roho Mtakatifu pia anatupa nguvu ya kuelewa neno. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatupa nguvu ya kuelewa neno la Mungu na kutafsiri maandiko. Ili uweze kutafsiri maandiko vizuri, ni lazima Roho Mtakatifu awe ndani yako, atakaye kusaidia kuyatafsiri. Lakini pia utaelewa maandiko, utasoma Biblia na utaelewa. Ikiwa Roho Mtakatifu hayumo ndani, unajua Roho Mtakatifu anaweza katolewa, anaweza katoka, alafu yakaja mapepo yakakaa ndani. Yakikaa ndani mapepo, kila ukisoma Biblia hutaelewa, kila ukisikiliza neno hutaelewa. Ndio maana kuna mtu mwingine unaweza kukaa hapa ukasikiliza na ukatoka hapa hujaelewa. Kwa nini? Roho Mtakatifu alishatoka, alafu mapepo yakaja akafanya makao. Kwa kila neno likija linaondoa, kila neno likija inaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 16 mstari wa 13. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza ninyi katika kweli yote, kwa maana hata nena kwa nafsi yake, bali yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha
habari. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anakuja. Unajua Roho Mtakatifu analeta taarifa, analeta ujumbe wa mbinguni, anakuja kutuambia. Ndio maana ukiwa unamtumia Roho Mtakatifu, atakuletea taarifa za rohoni, za mbinguni ambazo hujui, ama ni za wakati ujao. Kwa sababu kuna mtu mwingine hata baya linaweza likatokea na hana taarifa. Yaani wewe unaishi, Roho Mtakatifu yuko ndani yako, kuna kitu kibaya kimepangwa na hupati taarifa. Huyo Roho anafanya kazi gani? Kwa sababu hii inasema kwamba Roho wa Mungu atawafunulia. Roho wa Mungu atawapasha habari ya mambo yajayo. Ni jukumu lako wewe kumtumia huyo Roho akupe taarifa za mambo yajayo. Bwana, mimi nakaribia kuoa au kuolewa. Unasemaje kwa habari ya kuolewa kwangu? Atakupa taarifa. Sasa hatumtumii Roho Mtakatifu aliyemo ndani yetu ili tupate faida. Mtumie Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako upate faida katika maisha yako. Kwa sababu hii inasema kwamba utafanyaje? Atakupasha habari. Utapewa taarifa. Hivi kule mlizima? Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapokuwa tunataka Mungu atusaidie, Mungu atuwezeshe, Mungu atuinue, tuwe na nguvu za kiroho, tumtumie sana Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu atatupasha habari. Roho Mtakatifu atatuambia kuna hiki kinakuja, kuna mambo yanakuja. Ingieni kwenye maombi, nenda mkafanya hivi, mtapewa taarifa. Bwana Yesu asifiwe. Wakorinto sura ya pili mstari, Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa 14. Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa 14 anasema, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake yeye ni upumbavu, wala hawezi kuyafahamu kwa sababu yatambulikana kwa jinsi ya Roho. Mwanadamu wa tabia ya nini? Ya mwili. Mwanadamu yeyote mwenye tabia ya mwili, sio wa tabia ya Roho, akiwa wa tabia ya mwili, hata umfundisheje hataelewa, kwa sababu yeye amejijengea mazingira ya kuishi kwa mwili. Na hata akielewa, unajua maana ya mtu kuelewa kitu ni kubadilika. Ikiwa mtu ameelewa kitu, utaona amebadilika. Lakini ukiona mtu amejifunza kitu na hajabadilika, huyo mtu hakuelewa. Kwa hiyo matokeo ya kuelewa kitu ni kubadilika au kukifanya. Hayo ni matokeo ya mtu aliyeelewa kitu. Kwa hiyo mtu wa tabia ya mwili hawezi kuyapokea mambo ya Roho wa Mungu. Ili tuweze kupokea mambo ya Roho wa Mungu, tuache mambo ya mwili pembeni. Ukitaka Mungu akusemeshe, achana na mambo ya mwili, usiape nafasi. Ondoa mambo ya mwili, ondoa mazingira ya mwili, ondoa maisha ya mwili, alafu msii Roho wa Mungu atawale maisha yako.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakusaidia. Roho Mtakatifu anakuongoza. Roho Mtakatifu anakupa nguvu. Na wewe unashinda. Na wewe unakuwa ni mtu ambaye utaishi maisha na utaelewa maneno ya Mungu. Roho Mtakatifu anatupa nguvu za kuomba na kuabudu kwa roho na kweli. Nguvu za kuomba na kuabudu. Ukiwa na Roho Mtakatifu utapewa. Sasa wengine maombi hapo yashakuwa desturi. Tukisema tunaenda kuomba, yeye alichojua ni kuzunguka tu. Bwana Yesu asifiwe. Na hata anapozunguka hana kitu cha maana. Anatoka hajapata chochote. Ninyi ni kuzunguka. Alishazoea na shakariri kwamba maombi yetu ni kuzunguka. Sikiliza, sio kuzunguka. Ni lazima umimine moyo wako. Mungu akusemeshe, aseme na wewe. Mungu anasemaje? Ukiwa katika maombi, kuna mawazo atayaleta, kuna akili ataileta, kuna maarifa atayaleta, kuna ufunuo atauleta, kuna msukumo ataleta, kuna hisia ataleta. Hivyo vitu vyote ni sauti ya Roho wa Mungu ukiwa kwenye maombi. Sasa wewe ukiwa kwenye maombi unachojua ni kuzunguka tu. Hausikilizi Mungu anasemaje. Hausikilizi moyoni unapata wazo gani. Hausikilizi ndani ya nafsi yako unapata msukumo gani. Hausikilizi unapata akili gani mpya. Unapewa ufunuo upi. Wewe kazi yako ni kuzunguka, ni kuomba, ni kuzunguka, ni kuomba. Hata unapoombea maisha yako hausikilizi Mungu anakuambia nini kwa ajili ya maisha yako. Unaombea ndoa yako, unaombea familia yako, huulizi na hata Mungu akusemeshi. Na hata akikusemesha huna muda wa kumsikiliza. Na hata wakati mwingine kwa sababu ya uvivu wa kusoma neno na kuelewa neno na kujifunza, unashindwa kuelewa. Kwa sababu ni rahisi kwenda kwenye maombi na ukamwambia Mungu, nataka kitu hiki, nataka jambo hili. Ukiingia katika maombi na ukamwambia Mungu, nataka hiki, kuna kitu Mungu atakusemesha. Sasa sauti ya Mungu inakuja kwa njia tofauti. Mungu anaweza akaja akasema na wewe, akaweka wazo. Ingawa mawazo yanaweza yakatokana na mazingira, kuna vitu vinaweza vikaathiri mawazo. Sauti ya Mungu kama mawazo, kunaweza sauti ya Mungu inayokuja kama mawazo inaweza ikachafuliwa na mawazo yako binafsi, ambao mawazo yako binafsi yanatokana na experience ya maisha ulionayo, vitu unavyopitia, vitu unavyowaza, mambo unayotamani. Hayo mawazo yanaweza yakaja. Kwa hiyo sauti ya Mungu ikaja na ikaathiriwa na mawazo hayo, na ukashinda kutambua hii ni sauti ya Mungu, hii sio sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana watu wengine anakimbia, anaenda kwa nabii. Mtu yeyote anaweza katumiwa kuwa nabii. Shida iko hapa. Shida iko kwenye kuelewa Mungu anavyosema na kufanya vile Mungu alivyosema kwa namna sahihi, kwa wakati sahihi na kwa mtu sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wakati mwingine ukiwa unaomba ni lazima usikilize Mungu anasema nini. Sikiliza Mungu anasemaje, anazungumza kitu gani, anataka nini. Unaposikiliza utaelewa. Ukiwa unaabudu, moyo wako unausikiaje? Unapokuwa katika kuabudu unasikia nini?
Kwa sababu mtu mwingine anaingia kuabudu, anasifu, anaabudu. Yeye anatakiwa kusifu na kuabudu ni kurukaruka tu na akatoka jasho. Hiyo sio sifa na wala sio kuabudu. Sifa ya kweli na kuabudu kwa kweli ni lazima usifu katika roho na kweli na uabudu katika roho na kweli. Mungu azame ndani ya moyo wako ukiwa kwenye sifa. Ndio maana mtu akizama kwenye sifa, akizama kwenye kuabudu, vifungo vinaachia, magonjwa yanatoweka, shida zinaondoka, matatizo yanaanza kuondoka yenyewe kwa sababu ya kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunapokuwa katika kuabudu, tujue kwamba kwenye kuomba na kwenye kuabudu kuna vitu ambavyo tutapewa. Kuna maelekezo ambayo tutapewa. Roho wa Mungu atatuelekeza. Roho wa Mungu atatupasha habari. Na baada ya hapo tutakuwa na taarifa za kiroho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tafuta maarifa ya kujua kwamba Mungu anaweza kasema na wewe namna gani. Ukishajua Roho Mtakatifu aliyemo ndani yako ana uwezo wa kukusemesha chochote. Sio hauna haja ya kwenda kutabiriwa. Hauna haja ya kwenda wakutabirie. Wewe mwenyewe utatabiri kwa sababu Roho wa Mungu yuko ndani yako. Wewe mwenyewe utatoa unabii. Wewe mwenyewe utapata vipawa. Lakini jambo lingine, pointi ya 5, Roho Mtakatifu anakusaidia kupata vipawa na kuvitumia. Kupata vipawa vya Roho Mtakatifu, lakini pia na kuvitumia. Vipawa au karama za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayeleta karama. Na Biblia inasema tamani sana vipawa vya Roho Mtakatifu. Tamani sana karama za Roho Mtakatifu. Karama za Roho Mtakatifu zimetajwa katika kitabu cha kwanza sura ya 12 mstari wa 7 mpaka wa 14. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 7 mpaka wa 14, Biblia inasema, lakini kila mmoja upewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yeye yule, mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine kutafsiri lugha. Lakini kazi hizi zote kuzitenda Roho huyo mmoja yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyo Roho Mtakatifu aliyemo ndani yetu anatugawia vipawa. Anasema mmoja anapata ufunuo wa Roho, mmoja anapata neno la maarifa. Neno la maarifa na neno la hekima. Neno la maarifa, karama ya neno la maarifa na karama ya neno la hekima ni lazima tufanye kazi, hasa unapokuwa unaombea watu. Neno la maarifa litakupa ufunuo na maarifa fulani. Unaweza kama unamwombea mtu ukasikia moyoni unapata maarifa, unaambia hebu nyosha mkono wako. Labda unaambiwa mwambie anyoshe mkono wake, unamwombea mkono, mwambie unyoshe au kunje mara 7. Bwana Yesu asifiwe. Hilo neno limekuja ni ufunuo wa Roho.
Lakini umekujaje? Umekuja kwa sababu Roho Mtakatifu umesikiliza. Ndio maana wakati mwingine ukiwa unaombea mtu, hata wakati wa maombezi, huwezi kumwombea mtu, lazima usikilize Mungu anasemaje. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa unaomba, ukiwa unamwombea mtu, sikiliza mawazo, sikiliza ufahamu, sikiliza maelekezo, sikiliza maarifa, sikiliza hisia, sikiliza hali unayoipata ukiwa unamwombea mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ukikuwa katika matumizi ya vipawa vya Roho Mtakatifu, ukimwangalia mtu hivi, Mungu anaweza kukuambia ndani ya moyo wako, huyu ana shida fulani. Amen. Na ile shida utaijuaje? Itakuja ndani yako. Amen. Mimi kuna wakati ambao Mungu akitaka kuniambia mtu ana shida fulani, kwa mfano, kuna wakati Mungu analeta maumivu yanayofanana na alionayo yule mtu, anayaleta kwangu na hata sio ya kwangu. Kuna wakati ambao naweza nikasikia kifua kinauma, na huwa sina tatizo la kifua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati naweza nikasikia mguu unauma, na sina tatizo la mguu. Manake Roho Mtakatifu ananiambia kuna mtu ana shida ya mguu. Amen. Kwa Roho Mtakatifu analeta ishara mbalimbali ndani yako, hasa unapoomba. Ndio maana kitu kingine ukiwa unaomba, unaweza ukaomba ukasikia huzuni. Ukiwa unaomba unasikia huzuni, ile ni ishara ya Roho Mtakatifu. Unaomba, ulikuwa labda kwenye maombi ya toba, unasikia moyo wako umeumia, moyo wako unaumia, moyo wako umejuta, unasikia maumivu ndani. Baada ya kuomba, unasikia furaha inatokeza. Ni ishara kwamba umefunguliwa na umesamehewa. Lakini watu wanaomba na hawasikilizi. Na kama wanasikiliza, hawajui. Mungu sio kwamba hasemi na watu. Mungu anasema na watu, ila hawajui kutofautisha. Unajua kwa nini watu wengi hawamuelewi Mungu? Hawamuelewi Mungu kwa sababu Mungu anafanya kazi. Yaani ule utendaji kazi wa Mungu umechanganyikana na ubinadamu wetu. Mungu ataleta mawazo. Mungu ataleta hisia. Na sisi wanadamu tuna hisia, na sisi wanadamu tuna mawazo. Kwa hiyo akiyachomeka ndani ya mawazo yako, utahisi ni ya kwako na hutayatofautisha. That is a problem. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio kwamba Mungu hasemi na watu. Mungu anasema na watu. Na hata kama watu wangekuwa wanajua namna ya kutenda, manake hapa tungekuwa na maprofeti wengi, tungekuwa na manabii wengi, watu ambao wanatumiwa na vipawa vya Roho Mtakatifu vinafanya kazi ndani yao. Maandiko yanasema ukiwa na Roho Mtakatifu atakupa nguvu na utapata vipawa vya Roho Mtakatifu. Mwingine karama aina za lugha, mwingine tafsiri za lugha, mwingine matendo ya miujiza, mwingine uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Hivi vipawa Mungu anasema takeni sana vipawa hivi. Ukitaka kupata hivyo vipawa, moja, kuna mambo kadhaa ya kufanya. Moja, uwe mwombaji sana na kukaa karibu na Mungu sana. Namba 2, uwe mtu wa kusoma neno na kulitafakari neno. Namba 3, uwe ni mtu ambaye una unyenyekevu na unatii mambo ya Mungu.
Ukiwa mtii, mnyenyekevu, mwombaji na msomaji wa neno la Mungu, na ambaye unakaa karibu na Mungu, utapata vipawa hivi. Utaombea watu watapona, matendo ya miujiza yatafanyika, uponyaji utafanyika, utapajazwa Roho Mtakatifu, utanena kwa lugha, utapata ufunuo, utapata maarifa, utapata neno la maarifa, utakuwa unafanya vitu ambavyo sio vya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kawaida ya Kipentekosti, kwenye imani ya Kipentekosti, wa Pentekosti wa kweli wanasisitiza matumizi ya vitu yasijirudie mara nyingi. Sasa wiki hii nikiwa naomba, nikiwa namuuliza Mungu, kwa nini watumishi wa Mungu wana ufunuo, alafu ule ufunuo wanautumia ule siku zote? Yaani manake wanautumia siku zote. Je, wako sahihi? Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu akaniambia ule ufunuo wanautumia na watu wanasaidika kwa sababu niliwapa mimi. Kwa hiyo wanautumia kwa sababu chimbuko la ule ufunuo ni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, nikawa katika maombi, nikawa naomba Mungu nipe ufunuo. Ni kitu gani watu hawa nikitumia watu wengi wasaidike? Mungu akaniambia tumia maji. Kwa ule ufunuo sinilopata kwenye maombi, manake maji yatakuwa ni point of contact ya watu kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haitakiwi iwe ni ufunuo ule muda wote. Amen. Sisi hapa tuna ufunuo, tena ni mwingi, na huwa haufanani. Amen. Ufunuo wetu haufanani. Leo tunaweza tukaja na huu, wiki nyingine tukaja na huu, mwezi mwingine tukaja na huu, siku nyingine tukaja na huu, siku nyingine tukaja na huu. Hiyo ndio Pentekosti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata ule ambao mtu amepewa na anautumia na watu wanafunguliwa, ni kwa sababu ule ufunuo umepewa. Kwa mfano, ukiwa na watu wengi na unawasaidia watu wengi, utapewa ufunuo ambao, na ule ufunuo utakaopewa utakuwa na nguvu za Mungu, na hata ukiwa permanent watu watafunguliwa. Kwa mfano, ukiambiwa tumia maji, umeomba na Mungu akakufunulia tumia maji, na ukaomba kwa ajili ya ule ufunuo, ukamwambia Mungu, kama umeniambia nitumie maji, naomba haya maji yatumie kufanya muujiza, na haya maji yasiwe maji, iwe ni damu yako siku zote. Kwa hiyo Mungu ataweka nguvu zake ndani ya yale maji. Kwa kila mtu atakayetumia kwa imani atapona, kwa sababu ulipata wewe ufunuo kwa nguvu za Mungu. Nikamuuliza Mungu swali. Nikamuuliza, kwa nini kuna manabii wa uongo na wanatumia vitu? Nikiwa nahojiana na Mungu, Mungu akaniambia, unajua alinipa sentence ambayo sijajua kama wewe unaifahamu. Kimsingi, yani alinipa maarifa fulani, akaniambia kimsingi kwa namna ya kawaida hakuna nabii wa uongo, ila anaitwa nabii wa uongo kwa sababu anawaambia watu uongo. Maana yake anawaambia watu kitu ambacho ni nje ya mapenzi ya Mungu. Lakini hata yule nabii ule tunaoita ni uongo wake, kapewa na Mungu wake ambaye ni Shetani. Kwa hiyo kwa Shetani sio unabii wa uongo, kwa Shetani ni unabii wa kweli. Ila kwa wale wa Mungu ni unaitwa unabii wa uongo.
Kwa hiyo kimsingi nabii wa uongo haitwi nabii wa uongo kwa sababu nyingine, anaitwa nabii wa uongo kwa sababu anazungumza yaliyo nje na kufunuliwa na Mungu. Kwa hiyo anachosema sio mafunuo ya Mungu, ni mafunuo ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hawa na manabii wa uongo wapo. Sasa mimi nikapewa lugha ambayo naweza kuitumia ambayo iko sahihi, kwamba kuna manabii wa shetani na manabii wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nabii wa shetani, Biblia inasema, ukisoma Biblia inazungumzia habari ya manabii wa Baali. Si watu tunasoma Biblia, manabii wa nani? Wa Baali. Wale si ni manabii? Si wanatabiri na vitu vinatimia na vinatokea, lakini wanaitwa manabii wa nani? Wa Baali, manake manabii wa shetani. Kwa kila nabii kwenye upande wake yuko sahihi. Kwa hiyo akiwa kwa shetani anakuwa na nabii wa shetani na anafanya vitu vinatokea. Ndio maana kuna manabii wa uongo, ukienda watakuombea na utasikia umepona. Ukienda kwa nabii wa uongo atafanya vitu, atakutabiria, atakwambia naona hiki. Sio kwamba haoni, anaona, kwa sababu na yeye ana uwezo wa kutabiri kwa mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaweza katabiri kwa nguvu za Roho Mtakatifu, na kuna mtu anaweza katabiri kwa nguvu za kipepo. Mganga wa kienyeji, ukienda kwa mganga wa kienyeji anaweza kukutabiria, akwambia naona fulani, naona kitu fulani. Ameonaje? Kuna nguvu ya kutoa unabii au ya kutabiri inayotoka kwa shetani, inamvuvia. Kama vile ambavyo Roho Mtakatifu aliyeko ndani yetu akituvuvia, tunaanza kutabiri. Akituvuvia, tunaanza kuonyeshwa vitu. Akituvuvia, tunaanza kuambiwa mambo yajayo. Ndio maana mganga wa kienyeji kienda anakuambia mambo yajayo, kwa sababu na yeye ana vitu vya mapepo vinavyomuongoza kufanyaje? Kutabiri. Kwa hiyo ili tuweze kutumia vipawa vya Roho Mtakatifu, ili tuweze kuwa na vipawa vya Roho Mtakatifu, tuwe Roho Mtakatifu awe kwa wingi ndani yetu. Roho Mtakatifu ajae ndani yetu. Tuwe na nguvu zaidi, tuwe na vipawa zaidi, tuwe na nguvu zaidi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo vipawa vyote vile zile karama 9 za kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Wakorinto 14, Wakorinto wa kwanza 14, mstari wa sura 12 7 mpaka 11. Lakini hiyo Wakorinto rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu na kutaka sana karama za wapi? Kutaka sana karama za roho. Karama za rohoni zimetajwa, ukiendelea kusoma zimetajwa pale. Ukienda mpaka mstari wa sema mpaka mstari wa 19 unazungumzia karama mbalimbali. Lakini pale ile sura ya 12 tumeona kuna kuponya, kuna matendo ya miujiza, kuna unabii. Kwa kila mtu anatumia kipawa kile. Anasema kuna karama ya kunena kwa lugha. Anasema nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi sana mpate kuhutubu, maana yeye ahutubuye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha isipokuwa fasiri.
ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Sura ya 12 mstari wa 4 anasema pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendai kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja upewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo yeye yule, mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote uzitenda Roho huyo mmoja yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Ile sura ya 14 inazungumzia karama ya kunena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo karama ya kunena kwa lugha ndio karama hiyo ya aina za lugha. Karama zote ulizoziona, karama ya imani, karama ya uponyaji, karama ya miujiza, karama ya neno la hekima, neno la maarifa, zote zile karama 9 nilizozitaja huwezi kuzipata mpaka uwe na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ataleta vipawa hivyo. Kadiri utakavyokuwa unaendelea, unajifunza, unapewa taarifa, unafanyia kazi, unasikia sauti, unaifanyia kazi, unasikia maelekezo, unayafanyia kazi. Kadiri utakavyoendelea kukua, ndivyo Mungu atakutumia kwenye hivi vipawa. Wakati mwingine havijadhihirika kwa sababu bado tuko wachanga. Kuna vitu hatuvijui, lakini ukishavijua vizuri unaweza ukawa nabii na unaweza ukatumiwa. Ndio maana mtu aliyekuwa kwenye hivi vitu, kwenye hii wa Korinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 7 mpaka 11, mtu aliyekuwa kawa machua, akawa mkomavu kwenye hicho kwenye hilo andiko, anaitwa nabii. Bwana Yesu asifiwe. Na kadiri mtu anavyoelewa sauti ya Roho Mtakatifu ndani yake, ndivyo anaweza. Kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza kusema, mtu anasema ananiambia kuna mtu, watu labda ni wengi uwanja mzima wamekaa wanakusikiliza, lakini